Umeweza kuona Wema Sepetu ameweza kuongea kwa kina juu ya hiki ambacho kinachoendelea. Kwa upande wake aliweza kumsihi sana bwana mkubwa Diamond Platnumz waweze kuachana na mambo maovu ambayo amekuwa akiyatenda mara kadha wa kadha, jambo ambalo liliwashangaza sana mashabiki wengi na kusema kwamba kwa nini Wema Sepetu ameweza kuongea haya yote. Lakini pia baadhi ya watu wengine wakasema kwamba mpaka dada yetu ameweza kuongea mambo haya, ujue kuna kitu ambacho hakiko sawa kabisa. Hivyo kwa hiki kinachoendelea sasa, tunatakiwa kuweza kutambua maisha haya hayana mwalimu, kwani Zuchu amekuwa moja kati ya mwanamke ambaye aliwafanya sana wanawake waendelee kuamini kwenye swala zima la mapenzi na kutokukata tamaa. Lakini leo hii yeye mwenyewe ameweza kunyoosha mikono juu, jambo ambalo watu wengi hawakuweza kutegemea, kwani waliweza kutegemea kuweza kuona bibi ya Zuchu akidumu na bwana mkubwa Diamond Platnumz maisha yake yote. Lakini ndo kama hivyo, mara zote wanasema kisichoriziki hakiliki, na hiki ndicho kitu pekee ambacho hata Wema Sepetu amekuwa akikizungumza mara kadha wa kadha, na kusema kwamba katika hii dunia tunatakiwa kuweza kuhakikisha maisha yetu yanakuwa katika misingi na mikakati iliyo bora, ili mradi tu kila kitu kiweze kwenda kuwa vile ambavyo inavyohitajika, kwa sababu wengi wao wanatamani kuweza kutuona maisha yetu yakiwa katika mikanganyiko mikubwa sana. Hivyo kwa hiki kinachoendelea sasa, Mungu anatakiwa kuweza kusimama nasi na kutufanya tuwe wa thamani kadri siku zinavyozidi kwenda, kwa sababu kila mtu anaamini kwenye kile ambacho anachokiamini kupitia maisha yetu sisi sote. Sasa kwa upande wa Wema Sepetu wameweza kutia neno juu ya Zuchu na kumwambia kwamba asikate tamaa, haya yote ni maisha ya mipito.